Filamu inaanza kwenye msitu mnene. Wanaonekana kikundi cha wanyama aina ya sokwe wakiwa pamoja wakitembea. Mara ghafla, kiongozi wao anahisi hatari baada ya kuona ndege juu ya miti wakiruka kwa vurugu. Mara ghafla, wanatokea wawindaji fulani kwenye huu msitu na kuwavamia, na kisha kufanikiwa kumnasa sokwe mmoja aliyenasa kwenye mtego wao. Baada ya pale, wanamkamata sokwe yule na kumfungia kwenye sanduku na kuondoka naye, huku sokwe wengine wakihuzunika kumwona mwenzao akichukuliwa na hawa wawindaji. Baadaye katika maabara, wanaonekana madaktari wakiwa wanafanya uchunguzi wa dawa fulani na kufanya majaribio kwa sokwe huyu. Walishangaa sana baada ya kumfanyia sokwe huyu majaribio. Sokwe alibadilika na kuwa na utashi wa hali ya juu sana, kitendo ambacho kiliwashangaza na kugundua kuwa dawa zao zimekuwa na matokeo mazuri. Baadaye pale, Dr. Will akaamua kwenda kumjulisha habari bosi wao Steven Jacob kwamba majaribio yao yamekamilika na sasa projekti yao inaweza kuwa salama kwa ajili ya matumizi ya binadamu. Basi baada ya pale, ikabidi Dr. Will atoe hotuba fupi kwa wawekezaji kuwa ni kwa jinsi gani dawa aliyoifanyia utafiti inavyoweza kufanya kazi kwenye ubongo wa binadamu. Akasema kwamba kama mtu aliyezeeka sana akitumia dawa hii, basi seli za ubongo wake zinaweza kumfanya mtu huyu kuwa na uwezo wa kipekee kwa kufufua seli zilizokufa kwenye mwili wake na kumfanya mtu huyu asiumwe milele na kurudi kuwa kijana kwa mara nyingine. Upande wa pili, huku kwenye maabara, yule sokwe aliyefanyiwa majaribio ghafla akaanza kuleta vurugu ambazo walishindwa kumzuia. Akaruka mpaka upande wa pili ambapo Dr. Will na wale wawekezaji wa mradi walikuwa. Pale wakamshuti na kisha akapoteza maisha pale mbele ya kila mtu. Will hakuamini kilichotokea. Steve alikasirika na kuamua kuachana na ile projekti na kutoa oda kuwa majaribio yote yafungwe na kila mtu akatafute kazi ya kufanya. Daktari huyu alijaribu kumwomba Steve awape muda kidogo ili warekebishe walipokosea, lakini Steve alikataa. Sasa kulikuwa na mtoto mdogo wa sokwe ambaye alihifadhiwa mule maabara. Mama yake baada ya kumzaa sokwe huyu alifariki. Sasa roboti akamchukua na kumkabidhi Will huyo mtoto amlee yeye. Will akakubali. Will alikuwa anaishi na baba yake, Charles. Akamchukua yule sokwe mdogo na kumpeleka nyumbani kwao. Baba yake alishangaa kumuona yule mtoto wa sokwe, kwani alikuwa ametulia sana. Akampatia jina la Caesar. Cha ajabu, Caesar alikuwa na uwezo wa kujilisha mwenyewe kama binadamu. Will na Charles walishangaa sana kuona vile alivyomwangalia Caesar kwenye macho. Akagundua kuwa ile projekti waliomfanyia mama yake imefanya kazi kwa mtoto wake. Miaka 3 baadaye, Caesar tayari alikuwa ameshakuwa na alikuwa ametulia hapa akimchora yule jamaa yake ambaye alikuwa anawasiliana naye kwa ishara. Caesar alikuwa na akili kama binadamu. Leo Charles alikuwa anasumbuliwa na maradhi fulani. Will kwa siri akachukua ile dawa na kwenda kumtibia baba yake. Siku iliyofuata alishangaa kumuona baba yake yuko vizuri, amepona na alikuwa anaburudika kwa kuchezea kinanda. Will alitabasamu kuona vile. Siku iliyofuata alikuwa anatamani kwenda kuchezea na watoto waliokuwa wanacheza nje, lakini alikuwa haruhusiwi. Siku moja akaruka kupitia dirishani na kuingia nyumba ya jirani yao. Kwa mbele aliona baiskeli na kulikuwa na mtoto, lakini ule muonekano wa Caesar ulimwogopesha yule mtoto, akakimbia. Ghafla baba yake yule mtoto akaja na kuanza kumfukuza Caesar kwa kumpiga. Will alisikia kelele za Caesar na kutoka kuelekea sauti inapotokea na kwenda kumsaidia. Baada ya pale wakampeleka akatibiwe, kwani aliumia sana. Will aligundua kuwa Caesar alikuwa anataka kuwa huru na kucheza kama wengine. Baada ya pale Will akaamua kumpeleka Caesar sehemu ambayo atakuwa huru kucheza bila hatari yoyote ile. Walipofika, Will akamfungua ile kamba shingoni. Kisha Caesar kwa ishara akamwomba Will ampe ruhusa ya kwenda kucheza. Will akamkubalia. Kwa furaha Caesar akaenda kupanda kwenye mti mrefu kwenda kucheza juu ya mti ule. Will alikuwa anaenjoy sana kumuona Caesar akiwa na furaha. Miaka 5 ilipita na Caesar alizidi kukua na kuenjoy katika miti hii ya msitu wa asili, kwani ndiyo ilikuwa asili yake. Huku Will na Carolina, uhusiano ulizidi kudumu na mwishowe wakawa wapenzi. Caesar alipata wivu kuona upendo wa Will na Carolina. Sasa wakiwa wanakisi, Caesar akaenda kuwazingua. Wakati wanaondoka, akatokea mbwa na kuanza kubweka, lakini Caesar alimtisha yule mbwa mpaka mbwa akaogopa. Ni noma sana. Baadaye Caesar akamuuliza Will kwamba, ina maana mimi ninaonekana kama mbwa? Will akajibu, hapana, wewe ni kama mimi baba yako. Kama wewe ni baba yangu, mbona sifanani na wewe? Basi baada ya pale Will akaamua kumpeleka sehemu ili amueleze ukweli kwamba yeye ametokea wapi. Walipofika eneo hili, Will akamwambia Caesar kila kitu kuhusu mama yake. Pia akamwambia kuwa ile dawa ya majaribio ndiyo imefanya yeye kuwa na uwezo wa kuelewa mambo kama binadamu. Caesar alibaki kushangaa, na pia Will akaongea kuwa dawa ile ndiyo ilimfanya baba yake, Charles, pia kupona. Sasa Carolina alishangaa kuona kuwa ile projekti ilifungwa, lakini kumbe Will alikuwa anaifanya kwa siri. Walipofika nyumbani, Will akamwonyesha Carolina jinsi ya kutengeneza formula ya dawa ile na kumwomba amsapoti, kwani hii dawa itakuja kuwa na msaada mkubwa hapo baadaye.
Japo Carolina alionekana kutokukubaliana na lile jambo, Will hakujali. Upande wa pili, Caesar alikuwa chumbani kwake akiwa anawaza na kutafakari ile story aliyoambiwa na Will, maana kiukweli ilimchanganya sana. Sasa kesho yake asubuhi wakati wa kinywa chai pamoja, Caesar alishindwa kula akakataa. Huenda ile story aliyoambiwa na Will imemwathiri. Lakini ajabu, Charles pia naye alikuwa kama ana shida fulani, kabidi Caesar amsaidie pale. Baadaye Will ikabidi aingie maabara kutafuta dawa ya kumtibu baba yake, kwani huenda ile dawa aliyomchoma mwanzo imeanza kumletea shida. Upande wa pili nyumbani, mzee alikuwa kama amechanganyikiwa, anatoka nje na akapanda gari ya jirani yake, kitendo ambacho kilisababisha ajali kwani hata alikuwa hajui anachokifanya. Muda ule ule anatokea yule mwenye gari na kuanza kumzingua Charles kwa kuharibu gari yake. Caesar kuona vile alimaindi kinyama, akamrukia yule jamaa na kumdondosha chini, kisha akamng'ata kidole chake. Kisha akaenda kumkumbatia Charles. Sasa baadaye pale ikawa ni kesi kubwa. Caesar akakamatwa na kupelekwa sehemu maalum, kwani alionekana ni hatari. Will alijaribu kumtetea lakini haikusaidia kitu. Basi Caesar ikabidi amwaje Will, kwani anaenda kuanza maisha yake mapya. Baadaye Caesar alimwomba Will amfanyie mpango amrudishe kule msituni kwenye asili yake alipotokea, ambapo wapo ndugu zake. Will alijaribu kuongea na huyu mama ili amsaidie, kwani wao walikuwa wanamchukulia Caesar ni mnyama wa kawaida, lakini Caesar ana utashi, hastahili kuishi mazingira haya, kwa hiyo anaomba aondoke naye. Lakini mama huyu alimkatalia ombi lake. Huku nyumbani Will anashangaa kuona hali ya mzee Charles inazidi kuwa mbaya baada ya Caesar tu kuwa mbali na yeye. Unaambiwa Will kapagawa, haelewi nini afanye ili kumsaidia baba yake. Will kuliko ampoteze Caesar na baba yake, ikabidi afanye maamuzi fulani ya kumfuata bosi wake Steve ili ampe siri ya project ambayo ilifungiwa muda mrefu, ya kwamba ilifanikiwa kwa Caesar, na kumwahidi kwamba atampa formula ya project ile bure kama atamsaidia Caesar na baba yake. Huku upande wa pili Caesar alikuwa anapitia maisha magumu sana, kwani alikuwa anapewa chakula kibaya, kitu ambacho kilimkasirisha sana na kumtupia kile chakula yule mhudumu wa wanyama. Sasa yule jamaa akachukua paipu ya maji na kumwagia Caesar maji yale. Inahuzunisha sana. Yaani usichokijua ni kwamba Caesar ukiongea na kuelewa kila kitu, sema tu yeye ndo hana uwezo wa kuongea, kwa hiyo atakujibu kwa ishara. Huku maabara upande wa pili walikuwepo sokwe wengine wakifanywa majaribio ya project, lakini walikuwa wanafeli. Kwa hiyo project iliyokamilika ni ile iliyotumika kwa Caesar. Baadaye Caesar alipelekwa sehemu hii ambapo alikutana na jamii yake wengi, lakini kulikuwa na mbabe wao ambaye ndio kiongozi wao. Alikuwa anaitwa Rocket. Alipomwona Caesar ni mgeni pale kwanza akamvua Caesar nguo kibabe na kuanza kukimbiza ili amtembezee kipigo. Caesar alikimbia sana, akapanda juu ya mti, lakini Rocket hakutaka kumwachia. Alimkimbiza, hatimaye Caesar akadondoka chini. Rocket akamshukia ili ampe kichapo. Sasa kabla hajamshambulia, akatokea jamaa akamshuti sindano ya usingizi pale Rocket akadondoka chini. Leo tuishie hapa, tukutane katika sehemu ya pili ya filamu yetu. Hii ndo tutajua je, maisha ya Caesar yataishia vipi, na je baba yake Will naye hali yake itakuwaje, atapona au naye atageuka kiumbe wa ajabu? Tutajua mbeleni huko. Comment next for part 2, na pia usisahau kusubscribe kwenye channel yetu hii ya Bongo Movie Recaps. Kisha gusa alama ya kengele ili kuwa mwanafamilia halisi wa familia hii ya Recaps. Asante kwa kuangalia.